Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote. Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Mpeni Bwana, enyi jamaa za watu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Muabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki. Naam, ulimwengu umethibitika. Usitikisike, atawahukumu watu kwa adili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi mada yetu ya leo katika mzunguko huu wa kipindi cha liturujia ni uimbaji wa kiliturujia katika maadhimisho. Kwanza tuweze kueleza tunapozungumza uimbaji wa kiliturujia maana yake ni nini. Uimbaji wa kiliturujia kwa jina jingine tunaweza tukaita ni mziki mtakatifu. Mziki unaoimbwa ndani ya adhimisho la misa, sakramenti, liturujia ya vipindi au liturujia ya masaa, pamoja na liturujia ya kuabudu ekaristi takatifu. Kwa sababu hii ndiyo kwa sehemu ya kwanza inabeba na inafunga kile ambacho ni liturujia, ukiacha zile ibada mbalimbali za watu. Kwa hiyo tunaposema uimbaji wa liturujia, tunalenga kusisitiza zile nyimbo ambazo zinakuwa zimetungwa kutokana na maneno ya Biblia pamoja na sala za kiliturujia. Unaposema mziki mtakatifu kwa sehemu ya kwanza unatokana na hiyo. Lakini basi kwa sehemu ya pili unatokana na kile tunachoitwa nyimbo za jumla za kidini. Nyimbo za jumla za kidini ambazo mtu anaweza akatunga akihusianisha hapo hapo na maneno kutoka katika maandiko matakatifu au maneno yake mwenyewe ambayo ameguswa, lakini yakilenga katika kushukuru au kutukuza jambo fulani mbele ya Mwenyezi Mungu katika yale ambayo ametendewa. Sasa tunaposema uimbaji wa kiliturujia katika maadhimisho mbalimbali, tuna lengo la kusaidiana katika kuelewa nini kinatakiwa kifanyike ndani ya liturujia mintarafu kuimba. Nini kinatakiwa kifanyike ndani ya liturujia mintarafu kuimba. Je, tunapoimba katika liturujia tunapaswa kuimbaje? Tunaimba nini? Na hizo nyimbo ziweje? Kwa hiyo katika muktadha huo, kwa sehemu ya kwanza kabisa tutaeleza juu ya wimbo au mziki katika Biblia. Tujue kwamba chanzo cha kuimba, asili ya kuimba kwetu sisi wa Kristo inatokana au msingi wake katika maandiko matakatifu. Na ndio maana tukasema kwamba tunaita mziki mtakatifu kwa sababu msingi wake, au mziki wa kiliturujia au uimbaji wa kiliturujia, kwa sababu msingi wake ni maandiko matakatifu na sala za kiliturujia
ambazo tunakuwa tunazisali katika maadhimisho ya masakramenti au adhimisho la misa takatifu. Kumbe kazi mbili za kutunza na kuhimiza mziki mtakatifu daima unabaki kuwa ni kazi ya kanisa na wanakanisa wote, kwamba kanisa katika ujumla wake, katika mamlaka, lakini pia wanakanisa wote ambao tunaingia kwa ubatizo, tuna wajibu wa kutunza na kuhimiza uimbaji wa liturujia na kuutunza huu mziki mtakatifu. Sasa katika maandiko matakatifu, neno wimbo katika maandiko matakatifu, yani Biblia, neno wimbo limetumika mara nyingi sana. Katika Agano la Kale linatokea mara 309. Ndio maana nimeanza Zaburi ya 96 hii, unaona mwimbieni Bwana kwa matari, mwimbieni Bwana lisifuni jina lake. Kumbe wimbo, neno wimbo au mwimbieni Mungu au Bwana linatokea katika Agano la Kale mara 309. Na katika Agano Jipya linatokea mara 36. Natokea mara 36. Hii inatosha kuwa mwanadamu anapotaka kuwasiliana na Mungu, maneno yanafikika au yanafikia ukomo. Ni kama hayatoshi kumweleza na kumsifu Mungu, mpaka ayageuze katika wimbo. Ni katika kuimba ndio mtu anadhihirisha kilicho ndani yake, kama ni furaha, kama ni shukurani, kama ni uchungu, au kama ni masikitiko, au kama ni huzuni. Maneno ya kumsifia mtu yanaleta mvuto zaidi yanapoimbwa. Na ndio maana utaona katika hata sherehe zetu sisi, kutokana na msingi wake wa uimbaji huu unatokana na Mungu mwenyewe, kwamba watu katika sherehe mbalimbali wanasema tunakuwa labda na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambapo kutakuwa kuna nyimbo, maonyesho mbalimbali, maneno yatakayosemwa hapo, mawaidha mbalimbali. Alafu baadaye sehemu ya pili basi mara nyingi inakuwa ndio hiyo sehemu ya tumbo au msosi au chakula. Kwa hiyo kumbe katika muktadha huo unaona kabisa kwamba uwasilishwaji wa ujumbe kwa njia ya nyimbo, mashairi, ngonjera, tenzi mbalimbali, basi unaona ndio unatumika zaidi kuliko tu maneno ya moja kwa moja. Na ndio maana sasa, kama ambavyo nimesema, unaona ule msukumo ndani ya maandiko matakatifu, sehemu mbalimbali zinazoonyesha kuimba. Hii inaonyesha wazi kuwa mwanadamu maneno yake ni machache sana hadi ayaeleze katika kuimba au katika utenzi. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 57 aya ya 9 mpaka ya 11 inatueleza hiyo hali halisi ya mwanadamu ambaye anawiwa kumsifu na kumtukuza Mungu au kumwimbia Mungu. Mzaburi ananyanyua moyo wake wa shukurani, anasema, Bwana, nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi kati ya mataifa, maana fadhili zako ni kubwa hata mbinguni na uaminifu wako hata mawinguni. Mungu, utukuzwe juu ya mbingu na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Kwa hiyo unaona anasema nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi kati ya mataifa. Kwa hiyo unaona zaburi hii tunaoizungumzia maana yake ni wimbo unaoimbwa kwa vyombo na ala mbalimbali za kimuziki. Kwa hiyo unaona Mwisraeli alipokuwa akimsifu Mungu, akimshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotendewa, basi aliimba kwa furaha kabisa na kwa vyombo mbalimbali akimsifu Mungu kwa wema ambao amemtendea. Na utaona pia wimbo unaoimbwa kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya maandiko matakatifu ni katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 15 aya ya kwanza na kuendelea. Takumbuka kwamba wana wa Israeli wakiwa utumwani Misri,
baadaye Mungu anamuita Musa na anamtuma kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Sasa katika utaratibu mzima ule wa maandalizi mpaka wanapokuja kuvuka bahari ya Shamu. Wanapofika sasa bahari ya Shamu na kuivuka ile bahari ya Shamu, na baadaye wanageuka wanawaona wana wa Misri au wa Misri wanaelea, magari yao mengine yamezama, basi na maiti zipo zinaelea baharini. Tunaambiwa kwamba Waisraeli wanaimba ule wimbo wa Musa. Na hii sura ya 15 ya kwanza na kuendelea tunaambiwa hivi: ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Unaona wimbo unaenda kuanzia hiyo sura ya 15 aya ya kwanza b mpaka aya ya 18, wakimsifu Mungu kwa matendo hayo makuu ambayo amewadhihirishia na kuwaokoa kutoka katika utumwa wa Farao na katika mateso kule nchini Misri. Kwa hiyo unaona wimbo unaonyesha furaha ya waliokombolewa. Tunauimba huu wimbo kama mtakumbuka baada ya somo la 3 katika misa ya kesha la Pasaka. Hivyo sasa katika maandiko matakatifu sababu kuu za kumwimbia Mungu ni hizi. Kwanza, uhitaji wa kumsifu Mungu, kwa sababu kila siku ni siku ya Mungu na Mungu ndiye anayetufanya tuwepo. Kwa unaona kwamba mtu anamsifu Mungu, anamtukuza Mungu. Lakini hiyo katika hali ya kawaida, katika shida au katika furaha. Lakini au pia katika mateso, huzuni na maumivu, mtu anaimba wimbo kuonyesha hitaji, kuonyesha kwamba anamhitaji Mungu aweze kumsaidia au anamtukuza. Lakini pili ni katika wokovu, kwamba Mungu anatuokoa na kutuepusha katika hali mbalimbali. Na tukija sisi katika maadhimisho, Waisraeli walimwimbia Mungu katika hekaluni walipotolea sadaka mbalimbali, na hivyo walimsifu na kumtukuza Mungu. Sisi katika liturujia tunamsifu Mungu kwa upendo mkubwa aliotuonyesha, kwa wokovu mkubwa aliotutendea, ndio kutukomboa kutoka katika dhambi na mauti kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe kila adhimisho la sakramenti ni nguvu ya Mungu inayotukumbusha namna Mungu alivyotukomboa katika kutoka katika utumwa wa dhambi na maisha ya dhambi. Na ndio maana sasa kuna taratibu zile za kuimba ndani ya adhimisho, nyimbo ambazo zinaonyesha ukuu wa Mungu, zinaonyesha nini Mungu ametutendea katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa utaona kabisa kwamba katika kuimba kumekuwa na maeneo mbalimbali yanayotajwa, na hivyo tutataja machache katika agano la kale. Ya kwanza ndio hiyo kitabu cha Kutoka sura ya 15 aya kwanza hadi ya 18. Yoshua bin Sira sura ya 47. Kisoma Yoshua bin Sira sura 47 aya 9 hadi ya 10. Daudi anaweka watu wanaoimba madhabahuni wakimsifu Mungu na kumtukuza. Lakini pia tunaona katika maeneo mbalimbali kwenye Zaburi kwa kweli ni wimbo, na hiyo yote imeimbwa. Kwa unaona Zaburi ya kwanza mpaka ya 150 ni kuimba, ni kumsifu, ni kumtukuza Mungu kwa matendo mbalimbali aliyowatendea wana wa Israeli, ambayo anaendelea kututendea sisi. Na ndio maana ukiziangalia Zaburi zote ambazo hizo zimeimbwa na zimetungwa, kwa kweli zinasifia tukio fulani au tendo fulani ambalo Mungu amelitenda. Na ndio maana ukifuatilia Zaburi moja baada ya nyingine utakuta kwamba inakurudisha sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu inayoonyesha matendo makuu ya Mungu ambayo aliwatendea wana wa Israeli wakiwa wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo utakuta kwamba lengo la wimbo kwanza ni kumsifu na kumtukuza Mungu, lakini pia kumshukuru kwa wema wake, kwa fadhili zake,
kwa baraka zake, kwa neema zake ambazo anazotujalia. Na ndio maana daima nyimbo hizi zinapaswa kulenga katika kumsifu, kumtukuza Mungu. Na kwa njia hiyo mwanadamu anatakatifuzwa na Mungu anatukuzwa. Utaona pia kwa mfano katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ule ni wimbo ambao unaimbwa, wimbo unaoonyesha upendo kati ya Mungu na Israeli. Hivyo Israeli anaonyesha ule upendo kwa njia ya mahusiano ya mme na mke, au ya wachumba kwa wachumba. Na katika Agano Jipya tunapata mwaliko kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 19. Paulo anatualika kuimba anaposema kwamba mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona nyimbo hizi sasa katika uimbaji wa kiliturujia mwisho wa siku zinajikita sasa katika kuunganika na Kristo, kumtukuza Baba. Na ndio maana unaona tunamsifu Kristo katika adhimisho la misa, kwa sababu yeye ndiye wokovu wetu. Kupitia yeye kwa mateso yake, kifo chake na ufufuko wake ametukomboa katika dhambi. Na ndio maana utaona sala zote za kiliturujia zinaishia katika kumuomba Baba kwa njia ya Yesu Kristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba hayo kwa njia, kwa sababu yeye ndio kiini, yeye ndiye moyo wa historia nzima ya wokovu wetu. Na ndio maana nyimbo zote zinalenga kumtukuza Mungu Baba kwa njia ya Yesu Kristo katika umoja wa Roho Mtakatifu. Lakini pia Paulo anaendelea kutuasa waraka kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 16 anaposema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu Kristo, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa hiyo unaona ule uhusiano wa kwa njia ya Yesu Kristo katika kumfikia Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu ambayo sasa inatuelekeza na inatuonyesha kwamba katika yote tunayoyafanya, kwamba lengo la kuimba katika maadhimisho ya kiliturujia ni kwa ajili ya kusifu ukuu wa Mungu aliyotudhihirishia kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kutukomboa kutoka katika mateso, kutoka katika dhambi ambayo ingetupeleka motoni, kutoka katika nguvu za giza, uovu wa shetani. Na ndio maana sasa yeyote anayeimba kibibilia, maana yake anaonyesha upendo. Kama vile katika hali ya kawaida utaona nyimbo nyingi ambazo zinaimbwa zinazirisha upendo, kuleta ujumbe fulani katika jamii, ili basi jamii wajifunze kitu fulani. Ndio maana tuna nyimbo mbalimbali na za aina mbalimbali. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anatufundisha hivi: kuimba ni jambo la upendo, au kuimba ni jambo la yule apendaye. Kwa Kilatini tunasema cantare amantis est, cantare amantis est, kwamba kuimba ni jambo la yule apendaye. Kwa hiyo kama mtu anapenda kweli, atamsifu na kumtukuza Mungu katika liturujia kwa nyimbo, atashiriki vizuri adhimisho la liturujia kwa nyimbo ambazo basi zinazokuwepo. Kumbe hii inatusaidia kuelewa kuwa Roho Mtakatifu ni upendo na ndiyo asili ya kuimba. Ndio maana tunaambiwa kuimba tenzi za rohoni, nyimbo za rohoni, kwamba uimbaji wetu uongozwe na huyu Roho Mtakatifu, utiririke kutoka ndani ya mioyo yetu yenye shukurani, yenye unyenyekevu, yenye utiifu. Roho ya Kristo ndio aletaye upendo kupitia Kristo, na kwa njia hiyo anatupeleka kwa Baba. Kumbe hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo
nimependa kuiweka mbele yenu ili tuweze kuelewa kwamba tunapozungumzia uimbaji wa kiliturujia tunaongozwa na maandiko matakatifu ambayo yanaeleza juu ya huo uimbaji. Na ukiangalia wana wa Israeli walipokuwa wanaimba katika Agano la Kale, waliimba wakitukuza ukuu wa Mungu na matendo yake na mema ambayo amewatendea. Katika Agano Jipya sehemu nyingine, Injili ile ya Luka sura ya 1:46 mpaka 55, tunakuta wimbo wa Mama Bikira Maria, utenzi wa Mama Bikira Maria, utenzi unaosifu matendo makuu ya Mungu aliyomtendea yeye mwenyewe na wana wa Israeli katika ujumla wake. Lakini pia katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 30, Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuwa amekula karamu na wanafunzi wake, tunaambiwa waliimba zaburi na kisha wakaondoka kuelekea wapi? Kuelekea bustani Getsemani. Kumbe katika hali hiyo unaona kabisa kuimba ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, na katika adhimisho lolote lile la kiliturujia ni sehemu ya kawaida na ya lazima kuimba katika kudhihirisha ule upendo na moyo wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tukiacha sasa hii sehemu ya kwanza ya maandiko matakatifu, tunaona ule ukuaji wa muziki katika kanisa la mwanzo. Sasa kanisa la mwanzo kama tayari ambapo nilivyokwisha elekeza, waraka kwa Efeso sura 5:19 na waraka mtume Paulo kwa Kolosai sura 3:16, unaona kabisa inaeleza namna ambavyo Paulo aliwaonya Wakristo wa mwanzo kwamba wanapoimba wanapaswa kuimba pamoja. Sio kila mtu anaingia na wimbo wake. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura 14:26, Paulo anaeleza hivi: basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga kwa ule umoja. Na ndio maana unaona sasa namna ambavyo adhimisho la kiliturujia linavyokuwa limewekwa, linavyokuwa linaongozwa, utaratibu ule wa uimbaji, eneo ambalo anapaswa kuimba padri, eneo ambalo anapaswa kuimba au walei, eneo ambalo kila mmoja anashiriki pamoja na mwingine. Kwa hiyo ule muunganiko wa kwamba kuna utaratibu ndicho ambacho anachokioleza hapa Paulo, na katika kanisa la mwanzo limeendelea hivyo, likiendelea kuepuka mazingira yote ambapo mtu anakuja kanisani ndio tunaita labda kila mtu ana wimbo mapambio, ni kama vile kuonyesha leo nani ameimba wimbo huu. Na ndio maana tutaona sasa hivi punde kwamba katika maandiko matakatifu kumekuwa na kikundi maalum cha uimbaji. Yaani sio tu kila mtu aliimba tu kwenye liturujia au adhimisho la kumtolea Mungu sadaka hekaluni. Hapana, kulikuwa na utaratibu wa kuimba. Na ndio maana kikundi maalumu, watu walichaguliwa, wakafundishwa, wakaongozwa na kuelekezwa namna ya kuimba, kumsifu Mungu na kumshukuru, kwa kushirikiana na wengine ambao walikuwa wanahudhuria maadhimisho hayo au ibada hizo. Na ndio maana sasa tunafuata sehemu hii ya 3 inayozungumzia juu ya kikundi cha uimbaji katika Biblia. Sasa ni vizuri ujue kwamba swala la kuwa na kwaya sio swala ambalo labda tu limeanza sijui wakati gani. Ni asili yake ni maandiko matakatifu. Na hivyo nitapenda tusome pamoja kitabu cha Mambo ya Nyakati. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 25 aya ya 1 mpaka aya ya 7. Mambo ya Nyakati sura ya 1, sura ya 25, sura ya 25 aya ya 1 mpaka aya ya 7. Sasa kichwa cha habari cha sura hii ya 25 kinazungumzia juu ya waimbaji, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwamba aya ya 1 hadi ya 7. Tena Daudi na maakida wa jeshi wakatenga kwa utumishi baadhi ya wana wa Asafu na wa Herimani na wa Yeduthuni watakao
tabiri kwa vinubi na vinanda na matoazi. Kwa hiyo watakao tumia hivyo vyombo, hizo ala za muziki za vinubi, vinanda na matoazi. Hii ndiyo hesabu ya wafanyakazi sawasawa na utumishi wao wa wana wa Asafu. Sasa hapa anataja majina mengi kabisa ambayo waliandaliwa, wako karibia 50. Wako karibia 50. Tunaambiwa sasa tukienda aya 5, hao wote ndio wana wa Hemani, muonaji wa mfalme, kwa maneno ya Mungu ili kuinua pembe. Naye Mungu akampa Hemani wana 10 na 4 na binti 3. Hao wote waliamuriwa na baba yao waimbe nyumbani mwa Bwana, wakiwa na matoazi, vinanda na vinubi kwa utumishi wa nyumba ya Mungu. Asafu, Yeduthuni na Hemani wakiwa wanaamuriwa na mfalme. Na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumuimbia Bwana, wote waliokuwa wastadi, walikuwa 288. Kwa unaona hawa wote walichaguliwa, wakawa wakiimba pale madhabahuni, wakimtukuza Mungu, sauti zao zikapanda mbinguni, na hivyo watu wakaona kabisa Mungu anavyotukuzwa. Na kwa hiyo walifundishwa, walielekezwa. Ndio maana kikundi cha kwaya au kikundi cha uimbaji tunasisitiza daima kwamba kiwe ni kikundi kinachoandaliwa. Wanakwaya wanapaswa kufundishwa muziki. Hata kama hawezi kufundishwa wote muziki, basi kuna utaratibu fulani wa kuwasaidia namna ya kujua kuimba bila kumung'unya maneno, bila kukata maneno, uimbaji ambao unataja maneno yalivyo, sio uimbaji wa kuigaiga tu mtaani, hapana. Kwa hiyo unaona hiki kikundi kwa kinaandaliwa. Hii mambo ya kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura 25 ya kwanza hadi 7 kimeweka wazi. Na hivyo hawa watu walitengwa rasmi kwa ajili ya kazi hiyo tu, kumsifu, kumtukuza Mungu katika hekalu wakati wa kutolea sadaka, kama ambavyo tuna vikundi vya uimbaji katika maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Lengo ni kumsifu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni Yoshua bin Sira sura ya 47. Yoshua bin Sira sura 47 aya 8 mpaka ya 10 inaeleza nini alichokifanya Daudi. Yoshua bin Sira sura 47 aya 8 mpaka ya 10. Katika kila kazi yake tunaambiwa Daudi alimshukuru Mungu aliye juu kwa maneno matukufu, na kwa moyo wake wote akampenda muumba wake, akamuhimidi kila siku daima. Pia tunaambiwa hii aya ya 9, akaweka waimbaji mbele ya madhabahu. Madhabahu tunaifahamu, ili watoe sauti tamu katika kuimba kwao. Unaona, ili watoe sauti tamu. Ndio maana kwaya inapaswa kuandaliwa vizuri, kujiandaa vizuri. Wanapoimba kweli nyimbo zisikike, waimbe vizuri. Vinanda vipigwe vizuri, sio tu mavinanda anatoa sauti kubwa wanakwaya wasikiki basi tu, ili mradi unaona tu wanafurahia tu kucheza, wakati sio lengo hilo. Lengo ni yale maneno yasikike, ili Mungu huyu atukuzwe na watu waweze kushiriki, na sio midundo. Kwenye kwaya lengo sio midundo, lengo ni wimbo unaotoa maneno yanayopaswa kueleweka. Pia tunaambiwa akauongeza uzuri wa sikukuu, akaziratibisha nyakati katika ukamilifu, pindi walipolihimidi jina takatifu la Bwana, hata patakatifu pakavuma sauti tokea asubuhi na mapema. Naye Bwana akamuondolea dhambi zake, akainua pembe yake hata milele, akampa agano la ufalme na kiti kitakatifu cha enzi katika Israeli. Kwa hiyo unaona kumbe asili ya kuwa na kwaya, unaona kabisa ni ndani ya maandiko matakatifu, ambapo watu wanachaguliwa kwa ajili ya kuwa na kikundi maalum cha uimbaji, ambapo watafundishwa, watafanya mazoezi na wataimba vizuri. Kwa hiyo huo ni utume, na ndio maana kanisa linaita sasa hivi huo ni utume wa uimbaji, utume wa kupaliza sauti za watu mbele ya Mungu wakimsifu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ni vizuri tukajua kwamba swala la kuimba au kuwa na kikundi cha uimbaji
ni swala la kimungu mwenyewe, ili hawa watu waweze kuandaliwa, kwa sababu hatuwezi tukakutana wote. Lakini nyimbo zinazoandaliwa ndio maana zinasisitizwa kuwa zinarudiwa ili sisi Wakristo wengine sasa pamoja na hao Wakristo wanakwaya tunapoendelea kusikia baadaye tuweze kushiriki pamoja. Sasa baada ya kueleza juu ya kikundi hicho, sasa je, hiki kikundi kinapaswa kuimba nini? Kinapaswa kuimba nini tunapozungumzia nyimbo au uimbaji wa kiliturujia? Ndugu zangu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ni vizuri tukafahamu kwamba kanisa lina utaratibu, na utaratibu huo umewekwa ili kuleta amani. Kama Paulo alivyosema katika waraka huo wa kwanza kwa Korinto sura ya 14 kwamba kila mtu asijifanyie anavyotaka, asiimbe nyimbo anazotaka. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa ithibati. Nyimbo zinatungwa na wakati mwingine basi zinakaguliwa, na hata kitokea hujakaguliwa basi hata ukisikika huu wimbo kwa kweli teolojia yake, uhusiano wake kabisa na adhimisho haupo vile inavyotakiwa, huwa tunakataza. Tunasema huu wimbo nyinyi kwaya ambao aliyetunga na nyinyi mnaoimba muache kuimba wimbo, kwa sababu hauendani kabisa na mahadhi ya utakatifu wa Mungu. Na ndio maana sasa wanakwaya katika ujumla wao kama chama cha kitume wanahitaji kuwa wanyenyekevu, wanahitaji kuwa watiifu, wapole na watekelezaji wa yale wanaoambiwa, kwa sababu mtume daima anatumwa. Mtume hajitumi na mtume hafanyi lile analotaka. Sasa katika hali hii sasa kwamba hayo maelekezo ndio yanayosaidia sasa ili hiki kikundi cha kwaya kinachokuwa kimeandaliwa kiweze kuimba vizuri kwa utaratibu unaotakiwa. Na ndio maana sasa kanisa linaeleza umuhimu wa kuimba. Kwa nini tunaimba? Yaani tunapomsifu na kumtukuza Mungu lengo lake ni nini? Kwamba waamini wa Kristo wanaokusanyika wakiutazamia ujio wa Bwana, ikiwa katika misa takatifu au maadhimisho ya sakramenti mbalimbali, wanashauriwa na mtume waimbe pamoja zaburi na nyimbo za rohoni, kwani kuimba ni dalili ya furaha ya moyoni. Ndio maana Mtakatifu Agustino kwa haki anasema, narudia yale maneno, kuimba hufanywa na mwenye kupenda. Na tokea zamani za kale kumekuwa na methali inayosema, anayeimba vizuri anasali mara ngapi? Mara 2. Anayeimba vizuri anasali mara 2 akiwa amejiandaa kiroho, akiwa amejiweka vizuri, huyu anaimba na kweli anamtukuza Mungu, na hivyo anasali mara 2. Sasa utaratibu mzima kama ambavyo wakati fulani tulishaeleza, tangu maandamano mpaka kumaliza adhimisho la misa au la sakramenti yote tunayoiadhimisha, umepangiliwa wimbo wa mwanzo, wimbo wa katikati, alafu wimbo wa kutokea. Alafu tukija sasa katikati hapo tuna wimbo katika kipindi cha sadaka na nyimbo wakati wa kwenda kukomunika. Hizi zote zina utaratibu wake na namna ambavyo tunavyopaswa kujua kwamba tuimbe nyimbo za namna gani katika kipindi hicho, kama ni mwanzo, wimbo wa mwanzo. Na ndio maana unakuta sasa kwenye misale ya tale kuna nyimbo ambazo zimetungwa. Dominika ya 5 ya Pasaka wimbo umetungwa. Dominika ya 6 umewekwa pale. Maana yake sasa mimi ambaye ni mwanakwaya mwenye utume wa kuimba, maana yake wimbo nao waandaa ni huu uliotungwa kwenye misale ya tale, ndio unaotakiwa, sio tu kujichukulia wimbo wowote tu ule. Hapana, ule wimbo ni vizuri mkajua kwamba wimbo wa mwanzo, sala za kiliturujia, ile kolekta au sala ya mwanzo, sala kuombea zabihu na sala baada ya komunyo pamoja na prefasio au tangulizi, hizi zote zina uhusiano na ile wimbo tunaita antifona ya komunyo, ambayo mara nyingi haitungwi na unakuta basi wanakwaya hawaimbi, ambao tumekuwa tukiwakumbusha kwamba wanapaswa kuimba ile antifona kwa sababu ya komunyo, kwa sababu inalenga kueleza maana ya kwenda kupokea, kwamba kile tunachokipokea maana yake ni nini. Kwa hiyo kumbe sasa nyimbo zote hizi zinapaswa kufuatwa na ule utaratibu ufuatwe.
wimbo wa mwanzo uimbwe kama ulivyo bila kuyabadilisha maneno, kwa sababu ni Zaburi, ni neno la Mungu. Wimbo wa katikati uimbwe kama ulivyo, kwa sababu ni Zaburi ambayo ni neno la Mungu. Sisi hatuna mamlaka ya kubadili maneno ya Mungu. Sisi ni viumbe, Mungu ametuumba. Kumbe hatuwezi kuyanyambulisha kwa namna yoyote hilo, au kwa kusema unajua utunzi unaenda hivi. No, kwenye neno la Mungu hiyo haipo. Kwa hiyo kile kinachotakiwa kiimbwe kadiri ya neno la Mungu, na ujumbe uweze kutoka vile inavyotakiwa. Na ndio maana tumeshakataza wimbo wa katikati kutunga tu mtu anavyotaka. Ndio maana natakiwa kuimba Gregorian kwa kuburuza kabisa, kwa tuni ambayo ni ya sauti moja, ili katika kuimba sasa yale mabeti yaweze kusikika vizuri, kiitikio kiweze kusikika vizuri kwa kuburuza, ili kila aya iweze kuimbwa bila kuachwa na ule ujumbe uweze kupokeleka. Na yote hayo yana uhusiano na mahubiri, zile sala za kiliturujia na hizo nyimbo sasa ambazo zimewekwa katika misala ya tale za siku hiyo, zina uhusiano moja kwa moja na nini? Na mahubiri. Na ndio maana sasa utakapoimba wimbo mwingine, maana yake unabadili kabisa mahubiri ambayo yameshawekwa moja kwa moja na kanisa. Hata kama padri hata yazungumzia hizo nyimbo, hata zizungumzia, lakini moja kwa moja zina uhusiano na mahubiri ya nini? Ya siku. Kumbe ni vizuri sasa kuona kwamba ninapo imba, niimbe kadiri ya miongozo, niimbe kadiri ya utaratibu, nyimbo hizi zifuatwe. Pili, katika uimbaji huo sasa ni vizuri kutambua vile vipindi vya kiliturujia. Tuna kipindi cha Majilio, tuna kipindi cha Krismasi, tuna kipindi cha kawaida sehemu ya kwanza, tuna kipindi cha Kwaresima, tuna kipindi cha Pasaka, na kipindi cha kawaida sehemu ya pili. Kumbe katika hivi vyote kuna utaratibu ambao unaoelekezwa, kama ambavyo tutakapoona hivi punde baada ya mapumziko mafupi. Nilikuwa nasikiliza hapa kuhusiana kwenye mada hii ya uimbaji katika maadhimisho, lakini pia nikawa nahusianisha na kile ambacho huwa nakiona sana wakati tunasali, lakini pia kwa makanisa mengine. Kwa nini nyimbo katika maadhimisho labda ya misa takatifu tunakuta labda leo St. Teresia hapa kanisa kuu wameimba labda nyimbo, yani kwa nani nyingi, kwa adhimisho moja unakuta nyimbo zote zinafanana, kwamba Tabora watasali labda nyimbo wataimba hizi, jimbo labda Dar es Salaam litakuwa ni zikawa zinafanana kwa Dar es Salaam na Tabora labda na Morogoro katika adhimisho moja. Ndivyo ilivyo, ndugu mtangazaji. Ni vizuri tukajua kwamba tunapozungumzia kanisa na maadhimisho, tukisema tukienda sasa nje kidogo kwamba kanisa na maadhimisho ya kiliturujia, maana yake unazungumzia katika kanuni ya imani tunasali na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Kumbe kile ambacho tunachokiishi, tunachokishuhudia, tunachokifundisha ni kile ambacho kimeanza huko Kristo alipokianzisha ilo kanisa lake chini ya mitume. Lakini hapo yale yote ambayo mitume wameyaendeleza. Na ndio maana nimenukuu hii kanuni ya imani ambayo kila Dominika tunaiadhimisha, na katika nini? Katika sherehe tunaiungama kwamba ni moja, ni dunia nzima, ni ulimwengu mzima, kanisa lote linakiri hiyo, kuonyesha ule umoja wa imani. Kwa hiyo kumbe kuona kwamba maadhimisho yetu yanafanana ulimwengu mzima, ni ule umoja wa imani na umoja wa maadhimisho kutokana na urithi ambao tumeupata. Na ndio maana utaona wimbo wa mwanzo ni dunia nzima, ni ulimwengu mzima, kanisa Katoliki. Na wimbo huu mmoja, wimbo wa mwanzo kuingilia mwimbieni Bwana wimbo mpya kama ilivyopita Dominika iliyopita, maana yake ni kanisa lote ulimwenguni linaimba wimbo huo, ndivyo linamsifu na kumtukuza Mungu. Ukija wimbo katikati ni Zaburi hiyo moja. Kwa hiyo kumbe masomo yalivyopangwa, kwa sababu ni kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, maana yake wote tuna imani moja, tuna Bwana mmoja, tuna Mungu mmoja, tuna ubatizo mmoja, tuna Roho mmoja, tuna tumaini moja. Kwa hiyo ndio inaoleta ule ulinganifu na umoja wa kila tunachokifanya kinafanana kila mahali. Tukisalia hapo kwenye nyimbo, kuna baadhi ya nyimbo nikisema labda wimbo mmoja kama kumbukumbu ni mmoja, wimbo mmoja nasema imelia mbele ya Mtume Paulo.
yaani kuna nyimbo zimeruhusiwa kuimbwa kwenye maadhimisho, lakini kuna baadhi ya nyimbo haziruhusiwi kuimbwa. Ni kwa sababu gani? Lakini pia wakati unazungumza hapo umezungumza maneno katika Biblia yanataja kuhusiana kikundi na sio mwimbaji mmoja. Kwa nini kanisa Katoliki halina ile mwimbaji mmoja wa nyimbo? Asante. Uimbaji ni tendo la kanisa. Yaani ni kanisa ndilo linaloimba pamoja na Yesu Kristo ambaye kwa njia yake tunamfikia Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoimba ni sisi wote tunaimba. Lakini sasa kwa sababu hatuwezi kukutana wote pamoja kama kanisa, kama wabatizwa, parokia nzima, kwa mfano Mtakatifu Teresia kanisa kuu hapa mkakutana kwa ajili ya kuandaa nyimbo, ndio maana wanakuwepo watu wachache kama wawakilishi, ni kama vile tunavyosema taasisi mbalimbali, lakini wote mnakuwa katika mwili mmoja huo au taasisi hiyo, lakini yenye makundi mbalimbali. Sasa ule uimbaji unakuwa ni kwa ajili ya kanisa, sio kwa ajili ya mtu binafsi. Na ndio maana sasa kinakuwepo kikundi ambacho kinawakilisha hiyo nafasi ya kanisa kwa kusaidiana na wengine ili kuweza kuimba. Na ndio maana nikanukuu Paulo anavyoeleza kwamba mtu asijiimbie tu akaje tuna wimbo wake na nini. Na hii sasa ndio inasaidia kuongoza, kutawala na kukagua na kujua je namna gani watu wanafuata utaratibu au vikundi vinafuata utaratibu katika kumsifu na kumtukuza nani? Mungu. Ndio maana sasa unakuta tunatofautiana na madhehebu mengine ambao mtu anaweza kaingia na singo yake, pambio, sijui na nini, kama vile kuonyesha au kuwa na maonyesho na kitu fulani. Kwa katika kanisa hiyo hapana. Na kuhusu nyimbo moja zingine zinachezwa, kwamba zingine zinaruhusiwa zingine haziruhusiwi japo zimeimbwa na labda tuseme kwaya ya mtakatifu fulani. Ni vizuri tukajua kwamba katika nyimbo za kidini kuna nyimbo za kiliturujia. Nyimbo za kiliturujia hizi ambazo ndio nimezungumza leo ni zile zinazoendana na maadhimisho, kwamba tunaimba nyimbo kwa ajili ya misa. Sasa nyimbo kwa ajili ya misa takatifu zinahitaji zidhihirishe ule ukuu wa Mungu, hasa kwa namna alivyotukomboa kwa njia ya Yesu Kristo. Na ndio maana nyimbo ya mwanzo lazima izidhihirishe tukio la siku. Ukija wimbo wa katikati lazima uendane na masomo la kwanza pamoja na somo la pili ili uweze kutoa jawabu katika somo la nini? La kwanza. Lakini ukija hata shangilio lenyewe tunaloimba ambalo ndio haleluya, hiyo tunaposimama pale na kuanza kuimba, maana yake inachukua aya moja, sura moja au aya fulani katika hilo injili hiyo ya siku. Kwa hiyo unakuta sasa kwamba nyimbo za kiliturujia zinalengwa kuimba ndani ya adhimisho la kiliturujia. Alafu nyimbo hizi zingine tunaita popular, yani nyimbo za jumla. Wewe unaweza kutunga wimbo wako, unamsifu Mungu na kadhalika, lakini haupo katika mahadhi ya kuimbwa kwenye nini? Kwenye liturujia. Kumbe kutokana na hiyo sasa ndio maana tunatofautisha nyimbo za kiliturujia au uimbaji wa kiliturujia na uimbaji nje ya nini? Ya kiliturujia. Mtu anaweza kaimba wimbo wowote lakini sio ndani ya nini? Ya liturujia. Na ndio maana nyimbo za kiliturujia kwa sehemu ya kwanza kama nilivyosema zinatokana na maandiko matakatifu kwa sehemu ya kwanza pamoja na sala za nini? Za kiliturujia ambazo zina msifu huyu Mungu kwa njia ya Yesu Kristo katika umoja wa Roho Mtakatifu na si tu mtu kuimba. Na ndio maana nyimbo lazima tuzikague na tuone je, huu wimbo ukiingizwa katika liturujia unaendana unasadifu adhimisho hili la liturujia au la. Kwa hiyo ndio hali hiyo. Na msikilizaji, naendelea kusubiri simu yako wakati baba hapa anaendelea na sehemu ambayo imebakia kupitia nambari ya simu 0782611178. Unaweza ukapiga simu hapo tukakusikiliza swali lako ambalo unatamani zaidi kufahamu kwenye mada yetu, lakini pia 0746112235 hapo tuma ujumbe wako mfupi. Baba, tuendelee sehemu ambayo imebakia. Asante. Kumbe sasa nilitaja hivyo vipindi vya kiliturujia, nikasema kwamba tuna kipindi cha Majilio, Krismasi, kipindi cha kawaida sehemu ya kwanza ambapo tunavaa rangi ya kijani, Kwaresima rangi ya zambarau, Pasaka rangi nyeupe, na kipindi cha kawaida sehemu ya pili rangi ya kijani. Sasa kila wimbo kwa kweli una maana.
wimbo wa mwanzo ni vizuri tukajua katika kipindi cha Majilio unakuwa ni wimbo wa Majilio unaolenga na kutueleza juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunapokuja kwenye nyimbo, ukiacha hizi nyimbo zingine ambazo tunaziita misa, Bwana uturumie, utukufu, mtakatifu, mwana kondoo, ukiweka pembeni ambayo ni tunaita ni ordinary, zinajirudia katika mtiririko mzima wa misa, tunakuja kwenye sehemu ya sadaka au wakati wa kuandaa vipaji. Sasa ni vizuri tukajua kwamba ile maana inayotolewa na wimbo wa kuingia, wimbo wa mwanzo, ndio hiyo inaendana na matukio mengine yote, iwe ni kipindi cha Majilio, iwe ni kipindi cha Krismasi, iwe ni kipindi cha Pasaka au Kwaresima. Sasa tukisoma hapa haraka namba 48 juu ya wimbo wa mwanzo, tunaambiwa hivi katika mwongozo au uratibu mkuu wa misali ya Kiroma kwamba wimbo wa mwanzo unaimbwa na kikundi cha waimbaji wakipokezana na watu, au kwa namna hiyo unaimbwa na mwimbaji kiongozi pamoja na watu, au unaimbwa na watu wote, au na kikundi cha waimbaji tu. Yawezekana kutumia antifona na zaburi yake kama ilivyo katika graduari. Sasa ukirudi sasa 47 inasema watu wakiisha kusanyika, wakati kuhani anapoingia pamoja na shemasi na wahudumu, wimbo wa kuingia unaanzishwa. Lengo la wimbo huo ni kufungua adhimisho, kuimarisha umoja waliokusanyika, kuelekeza mioyo na akili zao kwenye fumbo la kipindi cha liturujia au fumbo la sikukuu, pamoja na kusindikiza maandamano ya kuhani na wahudumu. Hivyo kwenye wakati wa sadaka, nyimbo zilenge sadaka. Kwenye kukomunika, nyimbo zilenge kukomunika. Lakini kama vipindi hivi vikuu kama vile Majilio, kunaweza kukawa kuna mchanganyiko wa nyimbo. Sasa najua kuna changamoto ambazo zimetokea, unakuta padri wanakuwa wanaanza kuimba labda wimbo wa vipaji, sadaka, au wakati ule wa Ekaristi wanaimba wimbo wa tukio husika, anawanyamazisha, anaanza kufoka na kadhalika. Hii sio sahihi kabisa. Kumbe wanakwaya au vikundi vya uimbaji wafate vile tunavyowaelekeza sisi. Tunajua wakati mwingine wanapata ugumu ikitokea labda padri amefanya hivyo na nini, basi mfate, lakini mjue kabisa maelekezo hayo sio sahihi. Nyimbo zinazotakiwa kuimba katika kila tukio ziendane na tukio lenyewe. Wakati wa kutoa sadaka, nyimbo za kutoa sadaka kama inavyoelekeza. Wakati wa komunio, nyimbo za kwenda kukomunika. Isipokuwa tu kwamba tunaweza tukachanganya katika vile vipindi vikuu vya kiliturujia, mchanganyiko wa nyimbo za Majilio, mchanganyiko kipindi cha Pasaka, mchanganyiko wa nyimbo za Pasaka za ufufuko, kipindi cha Kwaresima, mchanganyiko pia wa nyimbo za Kwaresima. Lakini kwamba sio kusema nyimbo tuziimbe tu Kwaresima tu peke yake, Pasaka tu peke yake, Majilio tu peke yake au Christmas peke yake. Hapana. Basi nikushukuru sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na Mungu akubariki sana, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.